Katika Jumatano ya maombi ya leo, lakini katika yale maombi ya siku 100 leo ni siku ya 26. Tunamshukuru Mungu sana kwa maana tumefanikiwa kumaliza robo moja bila kupoteza siku hata moja. Na kwa sababu hiyo Bwana anaendelea kuwa mpatanishi na mponyaji katika maisha yetu. Na hivyo katika siku ya leo ni ukaribishe tena katika kipindi hiki. Na wiki hii tunajaribu kuangalia jinsi ambavyo Mungu amefanya jitihada nyingi katika kutukomboa. Narudia kusema, unaposoma vita katika Biblia, haimaanishi kwamba hiyo vita ni vita ya bunduki, mapanga au mabomu, hata mabomu ya nyuklia, hapana. Unaposema vita katika Biblia, ni vita katika ulimwengu wa roho, ambapo Mungu anatafuta kuokoa na shetani anatafuta kuangamiza. Kwa hiyo wanaopambana ni malaika wa uovu na wale malaika wa nuru. Wengine wakitaka kuyaokoa maisha yetu, wengine wakitaka kuyaangamiza. Na kinachogombaniwa ni moyo wako. Moyo wako. Shetani aingize vitu vyake au Mungu aingize vitu vyake. Lakini tukajifunza kwamba moyo kama sehemu ya madhabahu, moyo kama mahali ambako Mungu anaabudiwa katika nafsi, ndio sehemu ya kulinda. Na ndio maana Mithali anasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Watu wanahangaika kuweka mageti makali, kuweka polisi, kuweka mbwa, kulinda nyumba, lakini mioyo yao wameiacha wazi, haina hata mageti. Laiti kama tungeanza kujenga mageti ya mioyo na kuweka ulinzi wa mioyo kabla tujaanza kuweka ulinzi wa mageti ya nyumba. Hapo ndipo, yani ile bidii watu walionayo katika kujenga nyumba, kuweka maboma, kuweka mageti makali, kuweka security system, unakuta mpaka ameajiri kampuni ya ulinzi, walinzi wanakaa hapo, wanalinda nyumba ambayo Yesu atakapokuja ile nyumba itaharibiwa siku moja tu kwa tetemeko tu litakalopita. Wanasahau kuweka security system katika mioyo yao. Wanasahau kuweka ulinzi katika mioyo yao. Na kwa sababu ya kushindwa kuweka ulinzi katika mioyo yao, basi mioyo yao inakuwa pango la yule mwovu kuweka maskani. Na matokeo yake mtu anamaliza vibaya katika dunia hii. Ndio maana katika siku zote tunawaomba wote ambao mnatusikiliza katika masomo tunayoendelea nayo, tunasema weka ulinzi katika moyo wako, kwa sababu Mungu naye anautaka. Na tumejifunza hapa, Mungu anapotoka kwa ajili ya kuja kumkomboa mwanadamu, anatoka akiwa amempanda farasi. Au farasi katika kitabu cha Zaburi na Habakuki na kitabu cha Malaki tuliambiwa ni wale farasi wanawakilisha magari ya wokovu, na analenga shabaha ya neno lake katika mioyo yetu. Lakini shida ni kwamba Mungu akikuta shetani yumo ndani ya moyo hakai. Ndio maana anahitaji madhabahu ijengwe kwa jinsi anavyotaka, ili moyo wako ukawe madhabahu nzuri na Mungu akae ndani yake. Na wiki hii, somo la wiki hili linasema njoo kwa Yesu kama ulivyo, wala usiogope. Yesu haangalii huko nyuma ulifanya nini. Yesu anaangalia sasa hivi katika hali ulionayo, unaweza ukatengenezwaje ili uweze kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho ambacho Yesu anachokitafuta. Una kitu chochote kinachosumbua moyo wako, njoo kaa miguuni pa Yesu. Na leo tumejifunza kwamba unapoketi katika miguu ya Yesu, kiwango cha imani yako kinapanda. Kadiri ambavyo utakuwa na muda na Yesu, ndivyo ambavyo kiwango cha imani kinavyopanda. Na kadiri ambavyo kiwango cha imani kitapanda, ndio jinsi ambavyo maombi yako yatakavyojibiwa, kwa sababu unaomba kwa imani bila mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Na tumejifunza mambo mengi, na Mithali anasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, kwa sababu humo ndimo zinakotoka chemchem za uzima. Na kwa sababu hiyo
masomo yangu wiki hii yamebezi na wiki itakayokuja yamebezi ni nini unachokiingiza kwenye moyo, ambacho sasa kwa sababu moyo unakosa ulinzi, kile kitu kinaenda kuharibu moyo. Kumbuka, shetani anajitahidi kuweka vya kwake na Mungu anajitahidi wewe upambane ili uvitoe vile vya shetani. Anajitahidi kufundisha upambane uvitoe vya shetani ili umuandalie mahali ambapo atakaa. Yesu akasema pepo mchafu anapomtoka mtu huzunguka huko na huko akitafuta mahali pa kukaa, lakini akikosa, akirudi akikuta ile nyumba bado iko wazi, ule moyo wako bado uko wazi, haujawekewa ulinzi, hauna ulinzi wa malaika, Roho Mtakatifu hana maskani, kwa sababu anachokiogopa shetani kuliko vingine vyote ni nguvu ya Roho Mtakatifu katika moyo wa mwanadamu. Hapo shetani asogei, kwa sababu Roho Mtakatifu ni moto, akisogea anachomwa. Na moto wa pekee unaomwangamiza shetani ni moto wa Roho Mtakatifu. Na anapokuja anasema kama alitolewa kwenye moyo, alafu ukaacha kumweka Roho Mtakatifu katika moyo, ulinzi umeshindikana. Na kwa sababu ulinzi umeshindikana katika moyo, anasema yule pepo huenda akatafuta mapepo wengine waovu kuliko yeye. Tena anasema waovu mara 7 kuliko yeye. Alafu hao mapepo wakishaletwa wanakuja kukaa kwenye moyo, na anasema hali ya yule mtu huwa mbaya kuliko alipoanza. Haleluya. Hali yake huwa mbaya kuliko. Na wiki tumejifunza ujumbe wa wale farasi 4. Na kadiri tulivyokuwa tukijifunza na wale farasi 4, tunaona wale farasi 4 wanaonyesha hali ya neno la Mungu katika mioyo ya wanadamu, hali ya kiroho katika mioyo ya wanadamu, kwamba wanadamu walioko duniani wanamcha Mungu, basi kwenye mioyo yao kutakuwa na rangi nyeupe na rangi nyekundu. Kwamba hawamchi Mungu, kwenye mioyo yao watawakilishwa na ujumbe wenye rangi ya farasi mweusi na rangi ya farasi wa kijivujivu. Kwa hiyo mambo ni mawili tu: aidha uyatengeneze maisha yako, ulinde madhabahu ya moyo wako ili usafi wa injili ulio mweupe usitoke, lakini pia katika maisha yako hata upate changamoto za namna gani, kafara ya kujitoa kwa ajili ya Kristo ionekane, kama jinsi wale wa Kristo walivyojitoa kafara, wakafa kuliko kulikataa neno, na lile neno lilipodumu katika mioyo yao, basi rangi ya farasi ikageuka kuwa nyekundu, kwamba ni kafara ya wanadamu, ni sadaka ya wanadamu kwa ajili ya kulishikilia neno la Mungu. Wako radhi kufa kuliko wamkose Mungu. Na Yesu alikwisha kusema, msiogope wanaoua mwili wakashindwa kuua roho, muogopeni Mungu mwenye uwezo wa kuangamiza mwili na roho. Kwa hiyo changamoto ikija, ukipambana nayo ukashinda, ujumbe wako ni safi, ni manukato kwa Mungu, ni rangi nyekundu, rangi ya wokovu, rangi ya kafara. Kwamba ndani ya moyo wako umelitunza neno katika usafi wake, hauchepuki na mambo ambayo sio ya kumtukuza Mungu, umesimama imara, moyo wako ni mweupe. La, moyo wako utakuwa umegubikwa na rangi nyeusi na umegubikwa na rangi ya kijivujivu, rangi ya kifo. Na tulijifunza vitu vinavyouchafua moyo, mapokeo. Tukajifunza haya mapokeo yaliingiaje, na tukagundua yalianza kuingia taratibu kuanzia mwaka 325. Watu wengi husema ni mwaka 321, lakini mimi huwa napingana nao. Mapokeo yalianza kuingia katika kanisa la Kikristo lile la awali
na kuchafua ujumbe wa neno la Mungu uliokuwa katika mioyo ya Wakristo wa kanisa la awali, wakakubali mapokeo, wakamwacha Yesu Kristo. Mapokeo hayo yalianza mwaka 325 na sio 321. Historia inaonyesha bayana kwamba ni mwaka 325 wakati Mfalme Konstantini alipoitisha mtaguso mkuu wa Nikea, ambao kwa Kiingereza unaitwa Nicene Council. Uliitishwa kule Uturuki katika mji unaoitwa Nikea au Nasia, mji unaoitwa Nasia kule Uturuki. Na mkutano huu ulikuwa kwa ajili ya kutengeneza kanuni na kupokea mapokeo. Ni katika mkutano huu ambao Pasaka ya Kiyahudi ilipobadilishwa na kuitwa Easter mwaka 325 AD. Wale ambao walikuwa wakiadhimisha sikukuu ya Pasaka tokea mwanzo kama kumbukumbu ya kumega mkate wa Bwana, na sikukuu ambayo walikuwa wakiadhimisha inaangukia siku yoyote kwa mwaka, sikukuu ilizuiliwa kwa sababu ilitakiwa kupatana na sikukuu zile za kipagani ambazo jana tulijifunza miungu yao iliingizwa ndani ya kanisa. Kwa hiyo ile sikukuu ya Pasaka ikabadilishwa jina, badala ya kuitwa Pasaka ikaitwa Easter, na ikaunganishwa na sikukuu iliyokuwa ikisherekewa na Warumi ya kumwenzi mungu wao aliyekuwa anaitwa Ishtar. Ndio maana inaitwa Easter. Na huyo mungu aliyekuwa anaitwa Ishtar alikuwa ni mungu wa mke aliyekuwa akisherekea sikukuu ya mtoto wake. Wakabadilisha jina wakaita Easter, na ndio maana sikukuu inaitwa Easter. Na Mfalme Konstantini alitoa amri akasema kwamba kuanzia hapo sikukuu hiyo haitakuwa ikifanyika tofauti na siku ya Jumapili, kwa sababu yenyewe ilikuwa inaangukia siku yoyote katika wiki. Ilikuwa inaenda kwa mzunguko. Ikiangukia Jumatano, mwaka ujao itaangukia Alhamisi, mwaka unaofuata itaangukia Ijumaa, inazunguka hivyo. Lakini kwa sababu ya kuenzi siku ya ibada ya jua na kwa sababu ya kumwenzi mungu mke aliyekuwa anaitwa Ishtar ambaye ni Easter, akasema hii sikukuu sasa hivi itakuwa ikiangukia aidha mwezi wa 3 au mwezi wa 4 kulingana na wanajimu watakavyosoma, kwa sababu lazima ichaguliwe Jumapili ambayo mwezi utakuwa ni mpevu kabisa. Ndio maana sikukuu yoyote ya Pasaka hii wanayosherekea sio Pasaka in search, wenyewe wanaita Easter. Sikukuu yote ya Easter inayosherekewa na dunia leo, hauwezi ukakuta sikukuu inaangukia siku ambayo mwezi haujajaa duara lake. Kwa nini? Yule Ishtar ni mungu mwezi, kwa hiyo lazima afanye sherehe akiwa amekamilika. Walibadilisha hivyo vitu kama jinsi tutakavyoviona, na leo tunaona sasa watu wanavisherekea bila kujua vilikotoka ni wapi, lakini ni mapokeo. Na mimi nakwambia, linda moyo wako kuliko vyote ufanyavyo nini? Ulindavyo, kwa sababu ndimo chemchem za uzima zinakotoka. Hata kama unahangaika sana na maisha, lakini hakikisha siku inapopita moyo wako uko salama. Na moyo wako ni pale ambapo ibada ya Mungu inakofanikia. Na jana tulisema kitu cha kwanza shetani alichofanikiwa kukiingiza kanisani, cha kwanza kabisa ni kuingiza miungu ya kipagani kupitia Mfalme Konstantini. Na alivyoingiza yote kanisani, afu akaanza kuchakata taratibu, ndipo akaja kuita mkutano wa Nasia au kule Nikea ambao uliitwa Nicene Council. Ni mkutano pia ambao ulitengeneza kitu ambacho kinaitwa kanuni ya imani. Hiyo kanuni ya imani ukiangalia utaikuta iko kwa Lutheran na ipo kwa Katoliki, ambayo inaitwa Nicene Creed.
Na hiyo Nicene Creed ilikuwa ni kanuni ya imani waliokubaliana kwamba katika maazimio waliokubaliana hakuna mtu atakayeyakiuka, na mtu akiyakiuka anauawa, na yalifanyika chini ya mfalme Konstantini mwaka 325 AD. Sasa hivi vitu tulivyojifunza jana vilitokea, na kumbuka bado tuko kwenye yule farasi wa kijivujivu, kwamba neno la Mungu limekufa kwenye mioyo ya watu. Kwa nini neno la Mungu limekufa kwenye mioyo ya watu? Wamepokea mapokeo yaliyoanza wakati wa farasi mweusi, wakazipokea zile sanamu za kipagani, wakaipokea ile miungu ya kipagani. Kanisa la Kikristo ambalo lilikuwa halijawahi kuona sanamu wala kuabudu sanamu, kwa mara ya kwanza wakaanza kuziona sanamu. Na kama nilivyosema, walichukua sanamu ile ya Zeus wakaiingiza kanisani, wakaiita Mtakatifu Petro, lakini pia wakachukua sanamu ya Jupiter ambaye ndio huyo Zeus, wakamuingiza kanisani, wakamuita Yesu Kristo. Wakaichukua sanamu ya jua, wakaiingiza kanisani. Wakristo walipokuwa wanalalamika, wakaambiwa huyu Jupiter ni Yesu Kristo, huyu Zeus ni Mtakatifu Petro, huyu Artemis mungu mke au Ishtar, huyo ni Maria mama wa Yesu. Na unaweza kuona wamezibeba mpaka leo, ndio wamezishikilia, wanaziabudu, wanaziheshimu, wameondoa ibada kwa Mungu ambaye anasema wamwabudu wa Mungu halisi watamwabudu katika roho na kweli. Sasa watu wanamwabudu wa Mungu kwa kutumia sanamu, na Mungu anasema ni ubatili. Haya mambo yaliingia mwaka gani? Ni wakati ule wa kanisa la Thiatira. Lakini ninawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, sio kwamba wote walioko kwenye yale makanisa yanayoabudu sanamu wote ni waabudu sanamu. Kuna watu wanaenda pale na wanamwabudu Mungu wa ukweli kabisa, na Mungu akiwaangalia mioyoni mwao hakuna unafiki, na wale wanasubiri sisi tuwapelekee ujumbe ili waweze kuelewa. Ndio maana ili kanisa kuwepo. Na hivyo Yesu anapoangalia kule Thiatira, anaona kuna wanaoabudu sanamu, lakini kuna wengine hawaabudu sanamu. Ndio analiambia kanisa la Thiatira. Na nilisema huyu mwanamke Yezebeli anayezungumzwa hapo ni kanisa ambalo linaelekeza watu kuabudu sanamu, kwa sababu Yezebeli wa Agano la Kale aliyekuwa akiabudu sanamu alikuwa ni mke wa Ahabu. Ukishahama kutoka Agano la Kale ukaingia katika Agano Jipya, tumeingia katika muktadha wa kiroho. Agano la Kale alikuwa anatajwa mwanamke kama mwanamke. Agano Jipya kanisa akitajwa mwanamke ni kanisa. Na hivyo sasa huyu Yezebeli aliyetajwa wamridhia mwanamke yule Yezebeli, hapa anawakilisha kanisa ambalo linawafundisha watu kuabudu sanamu. Anapoangalia hao waabudu sanamu anasema, lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za shetani. Fumbo za shetani. Wako kule wanasali kwa mioyo yao kabisa, inaonyesha wanasali na wameshikilia. Hawajui kwamba vile vitu vilivyoko pale ni fumbo za shetani. Ndio maana utakuja kushangaa siku moja utaingia mbinguni, utawakuta wale ambao ulikuwa unawaponda walikuwa wako Thiatira na wanajua kabisa wanayemwabudu ni Mungu. Hawajakutana na mtu ambaye akawaambia hiyo ibada unayofanya ni mbaya. Yesu anasema pamoja na kwamba mko Thiatira, katika hilo kanisa la Thiatira ambalo ndani yake kuna Yezebeli anayewaamuru watu kuabudu sanamu na kuwafundisha, anasema wasio na mafundisho hayo, wao mioyo yao inamwabudu Mungu kwa ukweli kabisa, wasiozijua fumbo za shetani zilizofungwa katika hivyo vitu. Sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja.
Hizi fumbo za shetani ni zipi? Namba moja, wamewekewa sanamu ya jua kanisani na hawajui kwamba wanaliabudu jua. Wao wanafikiri wanamwabudu Yesu. Na hiyo sanamu waliowekewa hapo, ukisoma katika kitabu cha Yeremia 7:16-18, haya ndio yale mapokeo ambayo sasa nimesema nitaanza kudili nayo, yanayochafua mioyo ya watu. Anasema basi wewe, Yeremia 7:16-18, basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisii kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Hivi unaona ujumbe wa Mungu ulivyo mkuu? Yaani kuna mahali mtu akifika hata ukimwombea Mungu asikii. Yaani kuna mahali mtu akifika hata ufanye nini Mungu akusikilize, kwa sababu huyo mtu anaelewa anachokifanya na anajua anafanya dhambi ya makusudi na hataki kusikia. Kwa nini inaibuka wakati wa Yeremia? Mtasema walikuwa kiabudu huko zamani, lakini sasa hivi ni taifa la Mungu. Ni taifa la Mungu ambalo sasa wanaishi wakiwa na mchanganyiko. Jana nilisema kitu kwamba wakati wa Kaini, uzao wa Kaini ulipoongezeka na uzao wa Seti ulipoongezeka, wana wa Seti na uzao ule wa Seti ulishuka Shinari, na walivyochangamana pale wakaanza kutoana wao kwa wao. Wana wa Mungu ambao walikuwa ni wale wana wa Seti wakawaona wana wa wanadamu ambao walikuwa ni wale wana wa Kaini kwamba kuna mabinti wazuri, wakaanza kuoa huko kwa hao mabinti. Walipoenda kuoa kule wakakengeushwa. Mungu anakuja kuangalia, dunia imeisha yote, amebaki tu Nuhu peke yake. Hali kadhalika wakati wa Nimrodi, jana tumeangalia na lesoni yetu imetueleza pia, wakati wa Nimrodi dunia yote ilimgeukia Nimrodi, wakaenda wakajenga mnara wa Babeli. Wakati wanaujenga ule mnara wa Babeli, Mungu anakuja kuingilia katikati, anaangalia hali ya mnara, anakuta watakatifu wote waliotoka kwenye safina wamekwisha, amebaki Abrahamu peke yake, amesalia tu Abrahamu. Hivi ndivyo ambavyo tunapokuwa tukichangamana na watu lazima tuwe na tahadhari kubwa, na ndio wanasema linda moyo wako, ili haya mapokeo yao yasije yakaingia kwenye moyo wako yakakuchafua, kwa sababu wewe unajua ni tatizo. Ndani ya hayo mapokeo, ndani ya hizo sikukuu wanazoziabudu, ndani ya vitu vyote wanavyovifanya katika liturujia na mambo mengine, kuna kitu kimejificha ambacho wale wanaofanya kwa makusudi na wakiambiwa wanaendelea kufanya, Mungu anasema basi usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua, wala usinisii kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Kwa nini? Anaendelea kusema, je, huoni wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Yaani Israeli ameingiliwa na hizi dini za Babeli, mpaka sasa amefika mahali anashindwa kuendelea kumtukuza Mungu, na hivyo amekuwa sehemu, Waingereza wanasema amekuwa part na parcel ya maisha yale ya kipagani. Sasa Mungu anatoa onyo kwa Yeremia. Yeremia anawalilia watu wa Yuda kwa sababu wamekengeuka, na wote wamemgeukia Baali na Ashtoreth, wanamwabudu hiyo miungu ambaye baadaye pia ilikuja kuingizwa katika kanisa la awali. Lakini wakati wamewageukia, Mungu anamwambia Yeremia, usihangaike kuomba, hawa wanafanya makusudi, kwa sababu mimi nimemfundisha Yuda, ananijua. Yuda anajua nguvu zangu, anajua kwamba nilimvusha bahari ya Shamu, anajua nilimtoa kule Misri, anajua jinsi maisha yote na nguvu zangu anazijua. Lakini leo amegeuka, anaenda kuabudu miungu mingine. Huyo siwezi kumsamehe. Ndio maana kuna mahali amesema dhambi ya Yuda imeandikwa kwa chuma. Mungu anapoona kwamba kuna kitu unachokijua alafu unafanya makusudi kuto kukifanya na unaharibu madhabahu ya moyo wako, Mungu anasema
huyo. Ndio maana kuna wakati alifika Efraimu alipokuwa ameingia kwenye dhambi sana, anasema Efraimu amejiungamanisha na sanamu, mwache. Haya mambo ndugu zangu, naomba tunapoyaangalia wakati anamtokea Yuda, sisi tuvae viatu vya Yuda, alafu tusimame tuangalie kweli katika moyo wako wote unavyovifanya katika maisha yako na kile kilichochorwa na Mungu kwenye moyo wako. Hakuna siku Roho anakuambia hapa umechemka, lakini bado unashupaza shingo kama Yuda. Yuda kuna vitu alikuwa anaviona hapa, kuna vitu Yuda alikuwa anaviona, tutaviangalia vilivyokuwa vinamsababisha Yuda. Pamoja na kunajua tunapomsema Yuda ni mimi na wewe leo, sababu Yuda ilikuwa taifa la Mungu, ndiko alikotoka mfalme Daudi, ndiko Yesu Kristo alikozaliwa, na kupitia uzao ule sisi ni wazaliwa wa kiroho katika taifa lile. Huyu ni Yuda. Hapo pembeni kuna ile laini nilikwambia jana kwamba unapotoka kwenye laini ya Seti ukaingia kwa Nuhu, ukitoka kwa Nuhu unaingia kwa Shem na Yafet, unaingia kwa Abrahamu, unaingia kwenye laini ya watu wanaookolewa. Lakini ukitoka kwa Kaini ukaingia hapo ukitoka kwa Kaini ukaingia hapo kwa Hamu, ukaingia kwa Kush, ukaingia pale kwa Nimrod. Ukitoka tu kwa Hamu ukaingia kwa Nimrod. Nimrod anatengeneza taifa la waasi. Nimrod ndiye aliyebeba hizi sanamu tatu na tumeziona zimeingia kanisani. Ibada ya jua, ibada ya mwezi na ibada ya nyota. Sasa Babeli yuko kwenye laini ya Nimrod, kama jinsi tulivyoona kwamba hata Babeli yenyewe ilijengwa na Nimrod. Na Babeli ndio Israeli amechukuliwa, Yuda amechukuliwa kwenda mateka huko Babeli. Lakini hata kabla ya kuchukuliwa mateka bado Yuda anaacha kumwabudu Mungu wa mbinguni, anaabudu sasa hii miungu ya Baali na Ashtaroth, miungu ya Babeli. Haya ndio mambo. Sasa Mungu anapoona mtu anafanya makusudi, amefundishwa dini yote ameielewa, lakini bado anafanya makusudi, anasema sitawasamehe. Ndio maana anasema sitakusikiliza. Yeremia 7:16 naenda mpaka 18. Anasema watoto huokota kuni na baba zao huwasha moto na wanawake ukanda unga ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni na kuwamiminia miungu mingine sadaka ya kinywaji wapate kunikasirisha mimi. Hivi mnaelewa nini? Kumfanyia mikate malkia wa mbinguni. Malkia wa mbinguni ni nani? Ni huyu aliyekuwa anaitwa Ashtaroth, Ishtar, ambaye leo wanasherehekea sikukuu yake ya Easter, sio Pasaka. Pasaka mnajua ninyi Waswahili, ila wazungu wanajua ni Easter. Na hiyo Easter inasherehekewa, ndio maana ukiangalia vibonzo vilivyokuwa vikitembea wakati wa hiyo sikukuu, utakuta ni vibonzo vyenye mayai na sungura. Fuatilia kwa nini kuna sungura na mayai. Asili yake imetoka wapi? Kule Babeli kwa Ishtar. Ndio maana hata yule mungu mke aliyekuwa anaitwa Artemis au anaitwa Diana, ukiangalia sanamu yake, ukitafuta sanamu ya Artemis au Diana, utakuta amejaa mayai mwili mzima. Mayai amechorwa mayai mwili mzima. Yaani amechorwa mayai. Maana yake nini? Ni mungu ambaye wanamuita ni mungu wa uzazi. Ni mungu wa uzazi, ni mungu mke wa uzazi. Ndio maana utaona kuna sungura, kuna mayai. Fuatilia hivyo vitu. Alafu hizo sikukuu ndio tunazishadadia na kusema ni siku ya kufuka kwa Yesu. Kumbe hakuna. Tunasherekea sikukuu ya malkia wa mbinguni. Na hii ndio anasema watoto huokota kuni, baba zao washa moto na wanawake ukanda unga ili kumfanyia mikate malkia wa mbinguni. Wakati sherehe ya kibabeli imeshamiri katika Israeli, katika kule Yuda ilivyokuwa ikishamiri, Waisraeli waliachana na ibada ya Mungu, wakaanza kusherekea sikukuu ya Easter, ndio iliyotajwa hapa. Ni sikukuu ya malkia wa mbinguni. Malkia wa mbinguni ni huyu mama aliyekuwa anaitwa Ashtaroth. Walikuwa wakisherekea
na ilikuwa ikisherekewa kwa mikate. Msaidiwe. Ilikuwa ikisherekewa, ameshaondoka. Ilikuwa ikisherekewa kwa mikate, ilikuwa ikisherekewa hii sikukuu, watoto na baba zao na wanawake wote walikuwa wamenaswa. Sasa Mungu anapoangalia, badala ya kumtukuza Mungu, hawa jamaa wanakwenda kusherekea sikukuu ya Easter. Na wanapoisherekea sikukuu, Mungu anasema anakasirishwa. Je, anasema watu hawi? Asema Bwana, hawajikasirishi nafsi zao na kuzitia haya nyuso zao wenyewe? Kwa hiyo wakati ambapo wewe uliyeko hapo unajua kuna mambo unayopaswa kumfanyia Mungu na ni haki yako kumfanyia Mungu, alafu ukayapuuzia. Waliokuwa kwenye maombi hapa toka asubuhi tumeangalia kwamba Mungu anasema ukitaka kumpata lazima uwe na bidii, uwe king'ang'anizi katika maombi, uwe ni msomaji wa neno lake. Hapo lazima utampata na atajibu maombi yako. Lakini akasema kuna maombi mengine hawezi kuyajibu hapo, kwa sababu unaweza ukataka kuomba na unachomuomba Mungu akikiangalia anaona kinaweza kukuletea shida. Tukajifunza hapa asubuhi kwamba unaweza ukawa unaomba gari, Mungu anaona akikupa gari leo kuna ajali iko mbele yako mwaka kesho. Kwa hiyo anasubiri mwaka kesho upite ndio akupe ile gari.